Karibuni. Karibuni. Pesa iko wapi kwa bariki? Wanyakyusa wanasema mwana wa ndino kwako. Wanyaturu wanasema mwana wa mboyako wako. Mtoto wenzio muone kama mtoto wako. Wapi shangwe na vigelegele wanapokuja wapendwa wa Bwana? Mwanza Wasukuma wanasema mwana wa Nzenga na Mwio. Mtoto wenzio muone. Wewe shikilia huko. Hakukuji kama kama unaenda kwa kuchunga mbuzi. Unakuja kimahaba. Aha. Kamata, alafu kuja pole pole sasa bado umefika karibu. Kwani hakuna mtu akupangusa jasho jamaa anaona. Ngoja pole pole. Pangusa huo jasho. Hiyo ndio kazi yako, msaidizi. Wewe shamba. Wanyakyusa wanasema mwana wa ndino kwako. Wanyaturu wanasema mwana wa mboyako wako. Mtoto wenzio muone kama mtoto wako. Haya, jipangeni vizuri hapo. Najua hapa niko na mama madansa. So ngojea kwanza. Ngojea msifanye haraka. Sifanye haraka ya kudansa. So Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio bwana wa huyu bibi. Salimia. Sasa mkimwona ndio hapo na chombo. Unaona mtu wake? Ni kichwa. Ni kichwa. Ni chombo. Andamana na huyu mpaka kufa. Amen. Hakuna kuachana. Ukimwacha utateseka. Umekinyaga kwa madhabahu. Wewe fikirize mtii. Tena muite mke wangu, usimwite wewe. Atakuzalia. Wow, karembo. Sasa wewe si unakuwa wewe babako leo namuombea hata niitisha mahari. So kingine ninachoongezea, unaona hii kazi yote, unaona urembo wote. Hebu upige makofi. Hiyo haitoshi bana. Alipata mwanaume ambaye ako na ujuzi. Haleluya. Mungu ndiye alikutumia hapa. Akaweka hivi, akaweka hivi. Amen. Alikuwa fundi mzuri sana. Alinisikiza, alikuwa anaweza acha kazi zingine na akaja hapa. Ilikuwa ni kisumbufu, ilikuwa namsumbua, lakini hata yeye mwenyewe anajionea ilikuwa kusumbua nacho. Haleluya. Kwa hivyo tumubariki vizuri kwa sababu alifanya kazi ya Mungu nzuri hapa. Sawa? Sawa. Kama unisiko kwa M-Pesa, atasema namba yake. Lakini useme kwa namba ya bibi, maana yeye ndo alizaa. Sawa? Huyo ndo alibeba mimba. Huyo aliweka, huyo akabeba. Kwa hivyo huyu naye anapata fute kazi, huyo aondoke. Sikiliza. Mbona muongei? We, kwani nyinyi wale wanaume kama mwanamke ameomba pesa ndo anageuka hivi hata anatoa pochi. Paka bibi anafaa kuchungulia. Kaa hapa. Paka polisi hizi zote unaenda nazo wapi? Amen. Mwanamume ukiamini mke wako, ukifika kwa nyumba, hata unaweza mruhusa kutie sasa. Alafu usivue nguo mwenyewe. Hata kuvue nguo. Maana wewe umetoka kazini. Sasa upatie kazi. Ndio akishavua nguo anachukua pesa anaziweka vizuri. Lakini unaona na Biblia mifukoni na kwa nguo zako, chukua pesa zako. Amen. So unasikia kazi yako mwanaume akiingia, toa vifungo,
kama ni zipu, kama ni nini, wewe funga masikio. Funga masikio. Kama mko nao ndio wewe. Amen. Jaribu kumfanyia kama sasa. Mkandekane. Sema nimetoka, ukanyage. Nasikia raha. Nasema kumbe niko na mtu wa kuniangalia. Haleluya. Hawa wanaume wanapenda kutekeza kama wakati kwa wazazi wao tena. Sio kama huyu amekamatwa. Kuna siku atapigia hiyo miguu tena. Miguu atakoipigia ni ya mke wake. Kama nika jamaa. Hawa. Hata kaa hapo tena atakuwa na kuheshimu. Hata kukaribia. Lakini tena hivi tu jamaa. Sasa unamuosha lakini kwa wakati utamuona tena kama unatamani uone. Kwani mmoja. Sema hivi. Kwani ni siri? Ni siri. Wewe vipi? Hakuna siri. Unafikiri mtoto amebeba hapa wafikiri kuna kazi gani nipitie? Ndio maana tumewasimamisha ili tuwaombe waongezeke wengine. Si maandiko alisema mzaane muongezeke. Wewe usitosheke na ulete mwingine please. Maombi. Tena wakati wote kama niko na kitu kikubwa kumzawadia. Haleluya. So unaendelea uko poa? Sasa utaniachia huyu. Umekasirika? Sawa, asante. Karibu sana. Ni mama? Hapana. Kwa nini wanakuacha? Mbona haya? Wewe umepata tayari ndio. Maana unakaa shabu kweli. Amen. So, kama au kusikia uchungu, si ndio? Yes. Hebu unaweza tafuta mwingine kwa haraka. Amen. Basi watu wa Yerusalemu wana neema. Yule mwingine anasema naye hakusikia uchungu sana. Mungu anawasaidia. Aliwahurumia. Yaani nasikia nini ndio. Si wewe pia nao jaribu. Wewe. Amen. Sawa, watu wajitambulishe kwa majina. Yesu asifiwe. Yaani wengi mnanijua. Angalia hapa naona yangu na mzee wangu hapa. Jina naitwa Richard Roke. Mimi ni kundi wa Interior. Asante. Mungu akubariki. Ngoja kurejesha. Richard. Unampenda mtu wako? Sana. Aiongei. Unampenda Mungu sana. Piga makofi. Unajua sema nampenda. Ningemwambia shuke chini. Lakini sana ndio ninaupenda sana. Ukija kwa mwanamke anakwambia nakupenda sana tena sana, huyo anakupenda. Lakini anakuuliza nakupenda. Wewe. Kuna mwingine amembakishia ile sana. Amen. Lakini nakupenda tena sana. Sasa yeye nimemulipa nampenda akasema sana. Amemaliza ku. Kwa hiyo kama ni abeti. So sina maneno mengi sana kwake kwa sababu ameniweza ampatie mama. Mama unaitwa nani? Amen. Sasa huyu ni mwanamke maana ana maringo. Mwanamke bila maringo si mwanamke, lazima uringe. So kwa majina anaitwa Wendy Makena. Lazima tukukumbuke. Pigia Yesu makofi mazuri. Asante. Unasema
Unasikia? Haleluya. Anasema wao wakina Monica walipeleka maombi akafurahi. Halafu mzee alipokuja akasema hii maombi yamekuwa ya baraka. Kwa hivyo wanaweza leta maombi. Si makofi mazuri jamani. Sasa ya mwanangu, huyu ni mume wangu. Unampenda au unamuigiza ama unampenda sana sana? Patia maiki yako. Hebu shika, naona kuna damu zitamwagia. Kwa kamera manufaa. Mbona wewe pia unakaa umesubaa? Sasa tena amefanya hivi. Kama anasema pia mimi jamani. Wewe kuna mapenzi ya baba na mama, tulia. Hebu muangalie mume wako. Piga picha hiyo kuangaliana. Tutamtumania Richard Mungu. Haya, kumbatia huyo mume. Kama ni kweli ulitafuta mtoto nani? Wanadamu wasijitenganishe. Yes. Alichokuunganisha Mungu na wanadamu wasifanye. Maana ndio alipanga mtu. Ngoja. Kapro. Unaitwa nani? Bosco. Nani? Mazoni. Yes. Wewe mama? Asikagenda. Amen. Watoto wazuri sana. Amina. Hii familia imebarikiwa. So, nataka nimuombee mtoto. Nini ngoja wakati cha muombea mtoto watu wanabariki mtaanza yale yenu. Sawa? Msicheze kizombi ya. Aya, lete nimuombee. Nishikishe vizuri. Aha. Amen. Baba yangu uliye juu mbinguni, hii ndio baraka kubwa sana ambayo hata wewe mwenyewe ulipendezwa nayo, ukaona ni vyema Bwana kwamba Richard na mke wake wanapokaribiana Bwana walituletea zawadi inayotoka kwa Bwana ambao ni zawadi nzuri ya mtoto. Nasi tunamwombea mtoto huyu kwa maana Bwana ulisifu sana watoto na ukasema ufalme wa Mungu basi umelinganishwa na wao. Baba yangu, mimi ni nani nisimwombee mtoto huyu? Na kama Yesu aliombewa, basi hata mimi nami namuweka mbele zako na mbele za mikono yako Bwana. Atakuwa mtoto ambaye itakuwa ni mcha Mungu na mwenye kuheshimu wazazi pamoja na sheria zote za Kenya na mataifa mengine, kwa sababu Mungu ataenda kumpigania na kumwinua Baba. Ataleta utajiri na hata ndugu zake, ataleta mafanikio katika hilo boma. Yatakuwa baraka kwa mama na kwa baba, kwa sababu vile alivyozaliwa sasa, kazi hazitapungua, pesa hazitapungua kwa ajili ya mahitaji ya huyu mtoto, kwa ajili ya mahitaji yote ya chakula, mavazi na kila aina ya mahitaji Bwana, kwa sababu amekuja duniani Bwana na wazazi wake Baba yangu wako hai. Ninawaombea hata wazazi wake wasiwahi kupungukiwa na jambo lolote kwa ajili ya huyu mtoto. Naomba Bwana uweke amani na mafanikio katika jina la Yesu. Nami ninavyoomba kwa ajili ya mtoto huyu, basi ninamleta mbele zako Mfalme. Ninapomleta mbele zako, amwepushie kila vinywa vya waganga, amwepushie kila madhabahu zote za mababu na za manyanya, madhabahu zote za ushirikina, bali ninamuunganisha na damu yako Yesu, ninamuitanisha na madhabahu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna tena kuangaliwa na macho mabaya ambayo yatafaulu. Yoyote atakayemnyoshea kidole kibaya, Baba, kitamrudia mwenyewe. Yoyote atakayemtamkia maneno mabaya, basi atamrudia mwenyewe. Yoyote atakayemwangalia na macho ambayo Baba ya kichawi, hata yoyote atakayemshika na kumpokea kwa sababu anataka kumbeba lakini ana nia mbaya, vitu vyote atakavyovifanya vitamrudia mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukamfanye baraka katika taifa la Kenya na mataifa yote, vile ambavyo Bwana atakuwa akaheshimike kama vile Yesu alivyoheshimika, akawe mtoto mzuri
uzuri, aliyejaa neema katika maisha yake. Nami kwa sababu Baba nimemweka mikononi mwako, ninajua kabisa mikononi mwako yuko salama, kwa sababu waganga hawezi karibia hapo, mashetani hawezi kukaribia hapo, mapepo hawezi kukaribia hapo, uchawi hawezi kukaribia hapo, kwa sababu kila aliye mikononi mwako Baba yuko salama. Nami nimekabidhi familia nzima mikononi mwako, uongoze na ukawalishe na kuwapisha. Baba, ninakataa maroho ya mahoma na kulialia usiku, bali ninamuweka katika damu yako, ninamuweka katika uwepo wako, kila wakati, kila wasaa, kila usiku na mchana. Baba, mfunike kwa damu yako na kumwepushia kila aina ya maroho ya mawanga wanaokuja usiku na kufinya watoto. Baba, nimekataa kwa hiyo mtaa, ninakataa kwa hiyo katika jina la Yesu. Baba, ukamlinde na kumfunika na damu yako, tangu akiwa mtoto, akiwa kijana, hata wakati atakapokuja kusoma na kumaliza masomo na vitu vingine. Baba, kawe mtoto ambaye afya yake itakuwa nzuri na heshima zake, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tumeomba na hata kuamini. Atakayebariki mtoto huyu akabarikiwe, atakayemlaani mtoto huyu akalaaniwe, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Basi ninambariki mtoto huyu nikimshikisha fedha katika mikono yake, akuje kuwa mtoto wa kushika fedha maofisini, kila sehemu za pesa, katika jina la Yesu Kristo. Akiwezekana akawa msimamizi mkubwa katika taifa la Kenya na mataifa mengine, tumjue kwa vyombo vya habari na hata katika vyombo vyote vya mitandaoni, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Amina. Haya, sawa. Wacha umefika wakati wa kuangalia madarasa wetu, madarasa wa watoto, madarasa wa watoto. Songea usiku. Vizuri. Usawa. Unacheza hapo vizuri. Twende. Nataka hao wengine wakileta zawadi au mnaangalia madarasa. Sawa? Haya, tutolee sasa. Aha. Twende. Twende. Useme kwa sauti. Wewe namba simu isome. Wewe endelea kutoa. Tunasema usogeza mic karibu. 942138. Again. 942138. Again. Again. Sisema wamekosea, si ndio? Pesa zingie. Haleluya. Again tena. Wageni ama wageni? Tunasema 2138. Haya, tuendelee. Hao wengine waliobaki ni wasimu. Naona masimu yanabonyeza. Na wale wako shike simu nisione meza juu. Na nyinyi kachukueni bahasha zenu. Umetoa? Haya. Mtoto. Msimame hapa. Anaitwa Wendy nini? Yeah. Haya, endelea. Twende. Haya, wewe mcheze hapa, mcheze. Wacha na mimi niongeze hiyo kwa.
Amen. Simu yako uko nayo? Wametuma au tena kuangalia tu? Unaona hiyo majina ya wengi. Sasa tutaenda kuangalia. Amina. Haleluya. Kuna washirika wengine hawako wanajua. Si kweli? Si ndio? Siwezi kukulaumu. So Sunday, haleluya. Ile ya huyu niletee mwenyewe. Sawa? Sunday. Wangapi wataleta Sunday? Wangapi wataleta Sunday? Aha. Sawa. Wengine hakuna shida. Ya huyu yake atatoa yake. Amen. So ninashukuru sana. Mungu awabariki. Sasa ni wakati wa kupigwa picha. Wakati wa kupigwa picha.